Majina naitwa Fabian Semba. Mimi ni mwanachama mwandamizi umoja wa vijana UVCCM mkoa wa Mwanza. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii ya kuhojiwa leo, kwa sababu wanasema bila Mungu hakuna maisha. Lakini shukrani zangu za pili ziende kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuje sasa kwenye hoja ya msingi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza mimi nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kauli yake thabiti, kwa sababu kauli hiyo haijatoka tu. Nadhani nitakupitisha kidogo ndugu mwandishi na vijana wafahamu kwa nini imetoka hiyo kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kipindi cha hayati Magufuli akiwa madarakani, kupitia Wizara ya Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu ambayo iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, iliratibu mafunzo maalum VETA, DIT kwa ajili ya kuwarasimisha vijana ambao walikuwa wanafanya shughuli zao mtaani. Nadhani hiyo historia itakuwa watu watakumbuka ambao wanafuatilia. Na moja ya faida ambayo tumeipata, tulikuwa na kiwanda cha karanga Moshi pale, kimeajiri vijana zaidi ya 300. Na mimi nilikuwepo kama kinara wakati huo, nimeingiza vijana 100 DIT na mafunzo yalikuwa ni bure. Ulikuwa unakwenda pale ukiwa na barua ya mtendaji, unaandikishwa pale, unasoma bure na unapewa shilingi 200,000 kwa maana ya nauli ndani ya miezi 3. Kwa kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu haijazuka tu, lazima watu wajifunze kuwa wanafuatilia mambo. Lakini leo ndio ushahidi wa vijana hao wanaendesha maisha yao kwa sababu ya agizo la serikali. Na hii kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni agizo. Kwa anaposema wenye degree, walikuwepo wenye degree hata kipindi hicho kwenye mafunzo, na leo waliweka degree zao zile pembeni. Mtu kasomea si mambo ya Bachelor of Arts with Education ameweka pembeni, ameenda DIT amesoma leather technology, ameenda VETA amesoma ufundi wa magari, lakini leo watu wanaendesha garage, wametajirika kupitia mafunzo. Kwa hiyo naomba niwaambie watu wa Chadema, unajua Chadema wao kila kitu ni kukosoa tu, lakini hawajagi na solution. Nadhani dunia leo inahitaji solution. Ili si Chadema tu tunawaelewa, kwa sababu hata kwa mafunzo wana Chadema ndio walikuwa kwanza kukimbilia. Sasa viongozi wao makini wanapotoa matamko haya, kwa sababu ukiondoa siasa kuna maisha. Hawa vijana wa Tanzania kuna mambo lazima tuyapeleke kisiasa, na kuna maisha yenyewe. Kwa maisha yenyewe, mtoto wa Kitanzania ambaye ni mtu ana ndoto ya kuwasaidia wazazi wake, kuisaidia taifa, Waziri Mkuu anasema watu waende VETA. Mwingine naye anaibuka na kiplesi chake anasema kauli ya Waziri Mkuu haifai. Hivi yeye amesaidia nini kwenye nchi? Tuanzie kwanza hapo. Kwa sababu ingekuwa Chadema wanakuja na solution, lakini hawana solution, wao ni kulaumu. Kwa bila yaunga mkono mafunzo, na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu hata kwenye sera ya elimu ya ufundi ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe alizindua Dodoma pale, ilielekeza kwamba sasa hivi tunakwenda kuwafundisha watoto wetu ufundi, na ipo kwenye mtaala. Mheshimiwa Mkenda, waziri wetu wa elimu, anafahamu, imeshapitishwa. Watu tumeenda paka mbali sasa hivi. Kwanza watu wapongeze. Sasa hivi tunasoma paka artificial intelligence, ambapo tunawaandaa watoto wetu zile akili bandia ambazo leo akina Elon wamekuwa matajiri. Ni kwa sababu ya mambo hayo, ambapo sisi serikali sasa imeona kwamba dunia inaelekea wapi na sisi tunakwenda huko. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sekta binafsi na sekta ya umma zote zina mchango kutengeneza ajira, na ndio maana kazi kubwa ya serikali ni kutengeneza mazingira rafiki ili watu wajiajiri. Ndio kazi. Wao wangelaumu katika hengo ya mazingira, hapo tungewaelewa, lakini mazingira yapi hayajatengenezwa? Kwa sababu ili utengeneze ajira zinaambatana pamoja na huduma za kijamii. Si kama unanielewa. Leo kungekuwa hakuna umeme, tusingepata vijana wanaochoma CD. Lakini kwa vijana wanaendesha maisha kusoma CD. Mwingine anaweza akatoka huko ameshiba tu akaanza kulaumu kwamba hawa vijana hawana ajira. Sasa ajira yote lazima twende tumevaa tai. Leo kuna watu kama wakina Jeff Bezos, wakina nani, unakutana naye amevaa pensi, amevaa nini? Kwa sababu yuko kasi, imeshatoka huko, mambo ya kuchomekea, unamaliza nusu saa nzima unachomekea. Tunapoteza muda. Ndio maana serikali imeamua kutengeneza mazingira rafiki. Na mimi wakati Mheshimiwa Waziri Mkuu anatoa kauli hiyo, mtu wa kwanza kabisa kuongea naye alikuwa ni Mheshimiwa mbunge wangu wa jimbo la Ilemela, Daktari Angelina. Kwa sababu tulivyoongea nikamwambia, Mheshimiwa, umeisikia kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu? Akasema ndio naifuatilia hapa. Nikamwambia wewe ulikuwa ni kinara, kwa sababu katika jimbo letu sisi la Ilemela pale tumesomesha vijana zaidi ya 1000 elimu ya mafunzo ya ufundi, na tunazo shuhuda za vijana ambao wameajiriwa wanafanya kazi na walikuja kwa mheshimiwa mbunge, wengine wakaja na michele, wengine wakaja na unga kama sehemu ya shukrani. Mheshimiwa mbunge anasema hapana,
Hizi msimletee mimi. Pelekeni nyumbani kwa sababu mimi nilifanya kama sehemu ya mchango wangu kwa jamii. Na ushahidi tunao. Wapo vijana ambao zaidi ya 1000 wa bodaboda. Tuwapa leseni. Yote hii tunaongelea hiyo kwenye education ya ufundi, elimu ya ufundi. Kwa tunachoongea ni kwamba lazima tufike pale tutengeneze solution kama jamii. Hili swala la kusema si kipindi cha kwa tusifanye jambo lolote kwa sababu ni kampeni. Yaani hata sasa hivi wewe ikitokea hapo sasa hivi mimi nimevaa hivi, mimi ni kada mtifu kabisa, nikakuta wewe umedondoka barabarani, nikikunyanyua waseme kwamba tunafanya kampeni. Hivi utu wetu tunaupeleka kwa sababu ni kampeni? Ni wajibu wetu kufanya, na ndio wajibu wa serikali kufanya. Haijalishi mazingira. Ina maana sasa hivi Dr. Samia asifanye chochote kwa sababu tunaelekea kwenye kampeni, wabunge wasifanye chochote kwa sababu tunaelekea kwenye kampeni, Mheshimiwa Waziri Mkuu asitamke lolote. Hii serikali yote wakae bubu kwa sababu tunakwenda kwenye kampeni. Hapana. Watu wasitafute maneno. Sisi ni chama makini. Na Oktoba 25 haya yote Watanzania wanayajua, wameyaona, wameyashuhudia. Watu wametajirika ndani ya nchi. Mbona hao msemi? Hebu waandishi mfike pala, mkawahoji wale waliofanikiwa. Msitafute wale ambao hawajafanikiwa. Huko kwenye elimu za ufundi, mimi ninao ushahidi, nimekwambia vijana wale zaidi ya 300 Karanga Moshi. Kuna vijana hata ndani ya jiji la Mwanza hapa. Kila wiki lazima niwatembelee. Vijana wanatengeneza simu kisasa kabisa. Lakini walikuwa hawajui ufundi wote walipoenda VETA baada ya kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kipindi cha Hayati Magufuli. Na leo juzi mimi nimehamasisha vijana zaidi ya 100 kurudi tena pale VETA. Mafunzo ni bure kabisa chini ya ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa watu wasimzodee Mheshimiwa Waziri Mkuu. Amekuja na solution. Waziri Mkuu ongei amefanya, tumeona kwenye wizara yake inayoongozwa na Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Na mimi nilikuwa kinara. Hata Mheshimiwa Waziri nimetoka kuongea naye muda si mrefu. Mheshimiwa Kikwete nikamwambia, Mheshimiwa lazima mfike pala. Sasa tuongeze idadi kubwa ya vijana. Na nilimuomba hilo, na naomba nitumie tena fursa hii kumkumbusha kwamba vijana kwa sababu waliitikia wengi wito, na mimi kila siku lazima nipigiwe simu na wazazi. Bwana majibu yameshatoka pale, awamu ya kwanza inaanza, tutakwenda awamu ya pili, tutakwenda awamu ya tatu. Kwa ni vijana kuchangamkia fursa. Kwani elimu ni nini? Elimu ni maarifa yanayobaki ukiondoa vyeti. Sasa kama mtu ana degree yake alafu hajaisaidia nchi, ndio maana gani? Mtu wa VETA atoa mchango direct kwa jamii. Tuna plumber, tuna electronic, tuna nini? Hivi majengo yetu yote hayo nafikiri yangekamilika kama tusingekuwa na elimu ya ufundi. Leo tuko hapa, hii taa inayoangaza hapa ikiharibika atakuja fundi hapa. Kwa hiyo anakuja mtu ambaye amesomea degree ya ualimu kuja kutengeneza hii. Sasa kuja mtu kwa lazima tufike pale sasa. Na mimi nitakuwa kinara wa kublandi swala la VETA liwe kama chuo cha Dar es Salaam. Kwa sababu vijana hawa wamefanikiwa kupitia VETA. Ninao ushahidi, nadhani utakuonyesha. Kuna kijana huyu nimekuambia, mmoja wapo ni mfano tu huyu. Karanga Moshi pale. Nitaomba uone hapa. Huyu kijana namkumbuka, ngoja nimemsave waziri mafunzo ya Waziri Mkuu. Kwa nataka nikwambie kwamba hatufanye, tunao ushahidi. Nadhani hilo. Unaona, huyu ni kijana. Nadhani waone, anaitwa Abeli mafunzo ya Waziri Mkuu. Huyu yuko Karanga Moshi. Ni kijana wa ushuhuda, na vijana kama hawa tufike pahala tuwarudishe sasa ili vijana wengine waone, ili wajue serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya mengi mazuri. Na mimi nitasimama, nitatembea nchi nzima kuwahamasisha vijana waende VETA. Hii Mheshimiwa Waziri Mkuu aniachie. Hii naimudu. Nitawapeleka vijana kuwahamasisha waende VETA. Kuna tofauti kati ya opponent na enemy. Kuna tofauti kati ya mpinzani, ule upinzani pamoja na nini? Wanasema yani mpinzani sio adui. Analeta address. Sijui kama unanielewa. Ndio tafsiri. Hakuna Simba bila Yanga. Na ukija ile mpinzani huo wanasema inakuwa battle kwa mchezo. Lakini kwenye maisha ya kawaida wale ni marafiki. Si kama unanielewa. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tumejipambanua wazi wazi. Sisi chama chetu kinayo misingi. Kwanza utu na kazi. Tumezindua kauli mbiu. Sisi utu na kazi. Sio mtu anakuja tu kazi tu. Sasa kazi ipi? Sisi utu kwanza na kazi. Sasa wao waje na wenyewe, unajua tunawakaribisha pia Chadema, waje wajifunze CCM namna ya kuendesha mambo yao. Kwa sababu haiwezi kila siku mkao mnatazama tu tunakosea wapi. Hivi nyinyi mnaona upande wa makosa tu. Yale mazuri ambayo serikali inafanya, of course ni wajibu wao pia kutukumbusha, lakini sisi hatujasahau wajibu wetu, tunafanya kwa ukubwa. Kwa hiyo niwape ushauri yao vya upinzani. Siasa ya sasa hivi inaongozwa na knowledge.
akili. Vijana wengi wameshaelimika na vijana wanataka solution ndio kama hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya serikali ya Dr. Samia inawafadhili wanafunzi bure. Nadhani hii niwaambie Chadema waje, kwa sababu mimi nilipohamasisha sikuchagua chama. Chadema walinifuata, nikawapa fomu, nikawapeleka paka VETA. Leo kuna Chadema 50 pale. Ni Watanzania hawa. Na ndio malezi ya Chama cha Mapinduzi. Sisi wabaguzi, ni wakwetu hawa. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba sisi kama chama tawala, kama vijana makini, tutaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais, kuisaidia nchi. Tuhakikishe sasa serikali yetu inafanya kazi kwa kuendelea kuthamini kama ambavyo ilivyo desturi yetu misingi ya utu, uwajibikaji, maadili na kila kitu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.